Mimi kwa majina yangu naitwa Boniface William Mwakabanje, msema kweli, mwenyekiti wa Chadema jimbo la Tunduma. Siku hii ya leo ni siku ambayo kwenye jimbo letu la Tunduma ni siku ya pili ambayo leo pia tulipanga kuja kufanya usafi kwenye ofisi zetu za chama baada ya chama chetu kufunguliwa kutoka kizuizini kuto kufanya shughuli za siasa ambayo imedumu takriban ni siku 300 na kidogo. Sasa leo tukaona tufanye usafi hapa ofisini, kwa sababu ofisi hakuna aliyekuwa nagusa hapa, tulikuwa hatufanyi chochote. Kwa kulikuwa na uharibifu wa kila namna ambao ulifanya mazingira yetu ya ofisi yetu kutokuwa vizuri. Sasa tunamshukuru Mungu sana, ametuwezesha leo tumefika. Tulikuwa na wanachama wengi ambao walikuwepo hapa kwa ajili ya kufanya usafi na saizi wameisharudi kwenye majukumu yao. Lakini pia tunawashukuru wanachama wetu, tunawashukuru viongozi wetu wa juu, kwa maana ngazi ya kitaifa, kwa namna ambavyo wamelipigania hili jambo mpaka kufikia hatua hii ya kufunguliwa chama chetu kufanya shughuli za kisiasa. Haikuwa rahisi, na ni jambo ambalo limefurahisha wanachama wetu wengi, kwa sababu waliona chama chetu kimezuiliwa kufanya shughuli za kisiasa. Lakini mimi kipekee nitamke tu wazi kwamba ni mmoja ya watu ambao ninasikitika sana kwa hiki ambacho kinaendelea kwenye nchi yetu. Hata kama watu wanaona kama tunafurahia mahakama kutufungulia kufanya shughuli za kisiasa, lakini mimi niseme tu wazi kwamba hili jambo linanisikitisha sana, kwa sababu tunakuwa tumefungiwa bila sababu zozote kufanya shughuli za chama, na hata tunapofunguliwa hatuelezi kwamba kulikuwa na makosa gani yaliyosababisha tufunguliwe. Kwa hili jambo bado tunataka tuviambie vyombo vya haki kwenye taifa letu kwamba hiki kinachoendelea hakiko sawa. Hakiko sawa hata kidogo, lakini sisi bado hatujakata tamaa, tutaendelea kufanya shughuli za kisiasa kwa sababu tunaipigania nchi yetu ambayo tunaona kwa saa hizi imepoteza haki. Sasa sisi Chadema kazi yetu ni kupigania haki ya Watanzania bila kujalisha changamoto tunazokabiliana nazo, kuhakikisha haki zinarudi kwenye taifa letu. Kwa ndugu mwandishi wa habari, kwa leo mimi sina mengi sana ya kuzungumza, ni kuwaeleza tu wana Tunduma kwamba sisi tumerudi sasa kazini. Tutafanya kazi yetu ya kuwatetea wananchi kwa sababu ya mambo mengi wanayokuwa wanayapitia, kwa sababu Chadema tusipofanya shughuli za kisiasa kuna mambo mengi ambayo yanakuwa yanaendelea ambayo sio mazuri, yanaumiza wananchi, na sisi tupo kwa ajili ya kuwatetea wananchi. Ndugu mwandishi wa habari, umeuliza swali zuri kwamba wanachama wengine waliokata tamaa na kwenda vyama vingine mnafanya nini kuhakikisha wanarudi. La kwanza naweza nikasema hawa hatuwezi kusema wameenda vyama vingine kwa sababu wamekata tamaa. Hapana, hawa wameenda vyama vingine kwa sababu ya wanachokitafuta, na walio wengi ukiwauliza ni wale ambao wanasema siasa ni fursa, siasa ni maisha, siasa ni kutafuta riziki. Sasa mtu wa namna hii kama ameenda kutafuta riziki kwenye vyama vingine, sisi hatuwezi kusema huyu mtu amekata tamaa, kwa sababu kinachokukatisha tamaa ndani ya Chadema ni kitu gani? Kwa sababu sisi misingi yetu ni kupigania haki ambayo imepotea kwenye taifa letu, na bado hatujafika kuipata haki tunayoipigania, na Chadema mpaka sasa tunapigania haki. Wewe unakata tamaa, unakatishwa tamaa na nini? Kwa sababu hii ni shughuli ya mapambano, tunatakiwa tuendelee kupambana. Kwa sisi hatudiri na mtu tu ambaye amehama kwenye chama chetu. Tunachokifanya ni kuwaelimisha Watanzania kuzijua haki zao na namna ya haki ya Watanzania itakavyotendeka kwa kila mmoja. Atakayeona sisi tunachokifanya kinafaa, aje kwenye chama chetu bila kujalisha alikuwepo au ndo anaingia kwa mara ya kwanza. Sisi kazi yetu ni kuwaelimisha Watanzania wote. Ndugu mwandishi wa habari, kwanza umeuliza swali zuri, lakini naomba niweke kitu vizuri hapa kulingana na swali uliouliza kwamba huenda kesi ambayo tulikuwa nayo ilipelekea migogoro ndani ya chama. Kwanza hilo nataka nikwambie sio kweli. Kesi ambayo sisi tulikuwa nayo iliyopelekea chama chetu kufungiwa haikuwa migogoro ndani ya chama. Ilikuwa ni issue ya watu ambao wanafikiri kufanya shughuli za kisiasa wanatafuta maslahi. Na ukitaka ujue ndugu mwandishi wa habari, hawa walioenda kufungua hii kesi ni wale ambao walikuwa viongozi awali, baada ya uchaguzi mpya ndani ya chama chetu wamekosa zile nafasi, ndio walioenda kufungua kesi kwamba kulikuwa na shida ya mgawanyiko wa mali kati ya Zanzibar na huku Tanganyika. Lakini ukirudi ndugu mwandishi wa habari, pengine nikwambie kitu ambacho wananchi wengi hawajui. Huyu ambaye alikuwa mlalamikaji namba 1 kwenye hii kesi ndo alikuwa mwenyekiti wetu upande wa Zanzibar mara ya kwanza kabla hajaondoka
kwenye nafasi. Lakini pia hakukuwa na mgogoro kwa sababu yeye alikuwa mgombea kwenye uchaguzi uliopita. Baada ya kugongana kula wawili wote waliotoka Zanzibar, tunataka kurudia kula, yeye ndo aliyeruhusu kujiondoa na mwingine aendelee. Kwa hakukuwa na mgogoro, aliruhusu kwa hiari yake. Na swala la mgogoro, ndugu mwandishi wa habari, ndani ya chama, kwanza sitaki kukuhakikishia kwamba tunadhibiti mgogoro usitokee ndani ya chama. Hiki ni chama cha siasa cha watu wenye mitazamo tofauti, na kama chama kitakuwa hakina kusuguana, kukinzana, hicho kitakuwa sio chama cha siasa na kitakuwa kimebeba watu ambao hawana akili. Kupishana lazima kutakuwepo. Tunachokitaka, taratibu za chama ziko wazi, kwamba wewe kama hujamuelewa mwenzio, utaratibu gani unafuata ambao umewekwa wazi ndani ya chama chetu. Ziko hatua, ndio maana tuna mabaraza ya wazee. Mabaraza ya wazee kazi yao ni kushauri migogoro iliyojitokeza ndani ya chama. Tuna vyombo vya nidhamu ndani za chama. Kwa mtu yoyote asije akaunganisha mgogoro ndani ya chama na kuhama kwake kwenye chama. Hakuna mahusiano yoyote. Na hatuwezi kukaa ndani ya chama tuseme eti hatuwezi kupishana. Sisi ni binadamu na hiki ni chama, ni cha watu. Tunapishana kwa mitazamo, tunaweza tukapishana kwa namna yoyote ile, lakini ziko taratibu ambazo zinatuondolea hiyo migogoro ndani ya chama. Hauwezi ukakimbia ndani ya chama kwa sababu eti kuna issue ya mgogoro. Nikushukuru sana mwandishi wa habari. Kwanza nafikiri tulikuwa hapa na wanachama ambao wamekuja kufanya usafi kwenye ofisi yao ya jimbo. Na hawa kwanza tumewapa majukumu ambayo wanatakiwa wakanze nayo huko walikoenda, kwenda kuwaambia wanachama na wananchi wa mji wa Tunduma kwamba sasa Chadema imerudi kwenye shughuli zao. Na shughuli kubwa ya Chadema ambacho kila mtu ajue ni kuwatetea wananchi. Na yapo mambo ambayo wananchi wetu kwenye mji wa Tunduma wamefanyiwa vibaya sana kwa sababu chama kinachowatetea kilikuwa kifanye shughuli za kisiasa. Sasa shughuli tunazoenda kwanza nazo ni zile zile za kisiasa za kila siku. Kwanza tutakuwa na mikutano ya hadhara kwenye maeneo yote ya jimbo la Tunduma ambayo tutaifanya, ambayo tutazungumzia kero za wananchi ambazo wamekumbana nazo baada ya chama chao kufungiwa, lakini pia na kuwaeleza matatizo wanayokumbana nayo kwa sababu ya kuwa na viongozi ambao hawakuwachagua. Leo hii wananchi wanaongozwa na viongozi ambao hawakuwachagua, na hata viongozi wenyewe leo hii ukiwaangalia waliopo madarakani, ndugu mwandishi wa habari, binadamu si tunafahamiana, wao wenyewe hawana ujasiri hata wa kusimama kwa wananchi kwa sababu wanajua hawakuchaguliwa na hawapendwi na wananchi. Na ndio huu kweli wanachadema ambao tutausema hata kama tutachukiwa. Viongozi waliopo kuanzia ngazi ya wenye viti wa mitaa, madiwani, sijui mbunge na wengine wote hawakubariki na wananchi kwa sababu hawakuchaguliwa. Na ndio maana leo hii na wao yako mambo wanayofanya ya kuwakomoa wananchi kwa sababu wanajua hawatutaki. Sasa sisi kama chama cha watetezi tunaowatetea Watanzania, tunaodai haki za Watanzania, leo hii tunaenda kufanya mikutano ya hadhara ambayo tunaenda kuwaambia wananchi wetu kwamba chama chao kimerudi na kuwatetea kwenye haki zao za msingi ambazo wanaonewa kila kunapoitwa leo. Chadema tunaenda kufanya shughuli zetu. Lakini bahati nzuri na wewe mwandishi wa habari unaishi kwenye mji, utatuona na wewe shughuli yetu unaijua, sio ndogo. Sisi hatuna jambo dogo. Hivi tu saa hizi tumepita humu, tutaulizwa na watu wengi sana. Tutawasaidia kwa mengi ambao wameyapitia wakati wote ambao chama chetu kilikuwa kimefungiwa kufanya shughuli za siasa. Nashukuru sana.